tunaoishi, neema ambazo ametupa Mwenyezi Mungu ni nyingi mno. Kwa hiyo kila dakika wewe mwanadamu unapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu. Nilioko hapa na wakubwa, shikamoni. Niliyeko mbele yenu kwa majina yangu naitwa Edina Makoye Busu. Nipo katika ofisi ya mbunge wa viti maalum mkoa wa Kagera. Kazi hii nimefanya kwa muda mrefu nikiwa katibu wa siasa na uenezi wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Biharamulo mpaka sasa. Na jambo moja tu kubwa na ni muhimu kwangu, niwaombe sana wazazi wangu, waheshimiwa viongozi mliotajwa hapa, madiwani wa viti maalum, madiwani wa kata, mwenyekiti wa chama wa wilaya ya Ngara, mzee wangu mzee Dauda, na wazee wote walioko wilaya ya Ngara. Mimi ni binti yenu, na binti ambaye ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Kagera ni binti yenu. Nipo tayari kuelekezwa, nipo tayari kushauriwa, nipo tayari Lakini kuna na wengine nimewaona wengi tu, ninaowafahamu na nisiowafahamu. Jambo hili Samila, naomba nikupongeze, linaleta tafsiri. Taifa hili ni letu, na kwenye hili tukio maana yake ili kuendelea kudumisha amani na upendo kupitia tukio hili limeleta maana. Dada yangu Samila, naomba nikupongeze katika hili, nikupongeze kwa ushindi mkubwa sana kuwa mheshimiwa mbunge viti maalum mkoa wa Kagera. Dada yangu Samila ni fahali ya Ngara, dada yangu Samila ni fahali ya Lulenge, damu yake chimbuko lake ni hapa tulipokaa. Nakupongeza sana. Nilitarajia baadaye kwenye mazungumzo ya baada ya tukio, na kwa sababu damu yake ni chimbuko hili, kwa vyovyote vile, pamoja na kwamba ni mwakilishi wa wananchi mkoa wa Kagera, nilitaka nimweleze ukumbuke kwamba damu yako ni hapa, na mimi kaka yako nina changamoto hapa za wananchi wangu. Sasa kumbe tangu alipofika jana, nina imani kwamba mama Mohamed atakuwa ameshadokeza kidogo, lakini kubwa dada yangu Samila, lakini tangu jana ulikuwa unanunua maji, unaona wanaleta kwenye madumu, na haustahili kununua maji kwenye madumu, badala yake kunatakiwa kuwa na system inayotoa maji muda wote. Basi mimi naomba niwashukuru wote mliokuja. Mheshimiwa mbunge, naomba nikukaribishe kwenye jimbo langu, kwenye wilaya yako. Namuona Mheshimiwa Mgata, Mheshimiwa madiwani wote, mwenyekiti wangu wa CCM wa wilaya na viongozi wengine wote, naomba niwakaribishe kwenye hafla hii. Hili ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia kumpongeza kwa hatua ambayo amefikia. Ndugu zangu, amesema mheshimiwa mbunge kwamba wengi wetu huwa tuna tabia ya kuomba, lakini tukishafika tunapoenda hatuna habari ya kushukuru. Ni kweli tuko hivi, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe pia akasema katika sura ya 34 kule, lakini aya ya 13 anasema wa qalilu min ibadiya ash-shakur, na wachache sana katika waja wangu ndio wana utaratibu wa kushukuru. Kwa hiyo hatupaswi tuwe wachache miongoni mwa waja wake kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu linatakiwa liwe ni jambo la kudumu. Na hata ukiangalia katika Uislamu mfumo wake wa maisha, ukianza kula lazima mtaje Mwenyezi Mungu, alafu ukiondoa chakula baraka, ndivyo. Lakini ukimaliza kula ni wajibu kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini si hilo, hata wakati wa kulala unatakiwa ujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, lakini ukiamka lazima umshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillahi alladhi ahayani ba'da ma amatani wa ilayhi. Namshukuru Mungu ambaye amenifanya kuwa hai baada ya kuwa